Sisi kwa maana Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema tunawapa pole waandishi wa habari ambao walikuwa kwenye wajibu wao wa kutimiza majukumu ya kikatiba, kisheria, na dunia nzima mwandishi wa habari hata vitani anatoa ripoti. Lakini tunavyoongea tuna waandishi wa habari walikamatwa, ikiwemo mwandishi wa habari wa Global dada Grace, yeye amekamatwa pamoja na watu wa Chadema na akawekwa kwenye defender kwa masaa mengi sana pamoja na kuzungushwa. Lakini vile vile katika hao ambao tunasema walienda ununio na kutupwa, wawili ni waandishi wa habari. Katika hao tunawatafuta wanne. Wawili ni waandishi wa habari ambao ni mwanamke mmoja na mwanamume mmoja. Kwa hiyo kwa maana hiyo tuna victim ambao ni waandishi wa habari. Sisi kama Chadema tunawapa pole sababu haya mnayofanya ni majukumu yenu na msiogope, ni wajibu wenu. Lakini vile vile mna vyama vyenu nyinyi vya waandishi wa habari, tunavitegemea vitoe makaripio na kulaani vitendo hivi vya nyinyi kupata dhama na kuteswa, kuchanganywa na watu wengine, ikiwemo kupata manyanyaso ya kikatili kiasi hichi. Kwa hiyo tunatarajia vyama vya kitaaluma vya waandishi wa habari na vyenyewe vitapaza sauti kukemea haya yanayoendelea. Na huyu aliyekuja sasa hivi kama anaitwa nani? Jelson nani? Jelson Des ameletwa sasa hivi akiwa hawezi kutembea katikati ya press hii. Huyu amepatikana ununio katika wale wanaofanya doria wa polini wa ununio. Maana yake katika ununio wale 13 huyu anakuwa ni wa 10. Kwa hiyo maana yake tumebakisha watu watatu ambao hawajulikani walipo. Kwa kule kuna wanachama na wananchi wengine na mwingine naye ununio. Amekuja na huyu kidogo lakini wanajua wanaweza kutembea. Ana majeraha. Na wewe ni ununio. Aha. Ambao ni mwandishi wa habari. Ni mwanachama. Unaitwa nani? Huyu Ali Omari ni mwanachama wa Chadema kutoka Kigamboni na yeye ni miongoni mwa watu wamejeruhiwa, mnaona damu t-shirt yake. Hao wamepatikana sasa hivi ununio. Maana katika wale watu wanne tulivyoanza press tukatafuta watu wanne. Ni ununio ni Temeke. Umetupwa Temeke. Sehemu gani? Temeke hapa maeneo kabla hujafika Temeke Sudan. Ukitoka Wasibu unakuja mbele karibu na kufika hoteli ya nani Sudan hapa karibu na Sudan. Huyu anasema katika wale wa ununio maana yake bado watatu vile vile. Huyu mmoja amepatikana katika wa ununio, wanne waliopotea tumepata mmoja ambapo bado watatu. Lakini huyu naye kumbe alikamatwa, yeye akupelekwa ununio. Ameteswa, amepigwa lakini walimpeleka njia ya Temeke. Wameenda kumwacha kule maeneo ya bandari kule kama unaenda Sudani. Wakamtelekeza sehemu ambapo walina watu. Kajikongoja hapa akapata usafiri wa pikipiki, karudi mpaka hapa kuja kutoa taarifa. Karibu sana na pole sana kamanda. Kwa hiyo tunaendelea kutafuta wenzetu. Ndio nimesema katika zile familia za watu 10 ambazo hawajulikani walipo. Maana yake na familia ya Ali Omari hapa nayo itakuwa ni miongoni ambao iliripoti kwamba mtu wao alitoka kwenda mahakamani lakini simu hazipokelewi na hao jamaa watu wote waliokamatwa simu zao zimeibiwa na simu wamechukua. Na huyu naye simu anasema amechukuliwa. Cha kwanza wanakuibia simu, wanakusachi kama unaona wanachukua na kama viatu vyako na vitu vingine. Walikuwa wananiambia walikuwa wanatuambia kwamba wananiambia kwamba wataniua. Nyinyi ni vijana mmejifanya kielele ndani ya nchi hii. Sisi tutawaua na tutawakomesha na mtakoma. Kwa hiyo ndugu zangu, mateso niliyoyapata ni kupigwa na kuambiwa tutakuua. Kwa hiyo mateso ni makali sana ndugu zangu. Lakini kwa sababu sisi ni vijana, tumeamua kujitolea kwenye nchi yetu kupigania haki. Hatuwezi tukarudi nyuma kwa kupigania haki katika taifa letu. Hata kama watatuua, hawawezi wakaua. Wamemuua Soka, wamemuua Alikibao, wamemuua wetu wengi. Lakini sisi hatuwezi kurudi nyuma kwa kusema kwamba tuogopa kufa. Sisi tutakufa tu. Tutakufa tukiwa tunatembea, tutakufa tukiwa tunapambana, tutakufa tukiwa kwenye mapambano. Hatuwezi kuogopa kurudi nyuma. Tutakufa huku tunatembea, tutakufa tunapigania haki, tutakufa tunapigania maisha yetu, tutakufa tunapigania vizazi vyetu. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe hatuwezi kurudi nyuma. Tuendelee na mapambano mbele kwa mbele. Mwenyekiti wetu yuko ndani, tusirudi nyuma. Kufa sisi tutakufa ndugu zanguni. Peoples. Asante Ali Omari pamoja na maumivu. Sasa unaweza ukaamini kuna watu wanaamini ukipiga watu katesa ndio unawarudisha nyuma. Huyu kapigwa risali moja iliyopita tu au dakika 40.
kapata mateso yote, katelekezwa, kaibiwa kila kitu, lakini ana courage ya kutafuta chama chake kilipo ni wapi, makao makuu. Anakuja anatoa ripoti, na bado ndo kwanza wamemzadishia hasira ya kupambana dhidi ya udhalimu. Sasa la mwisho, kabla sijahitimisha, la kituko, press ikiwa inaendelea hapa, jeshi la polisi wameenda Mwananyamala kwa majeruhi wetu, eti wanawahoji kimewatokea nini. Ndio mjua nchi hii na vituko. Otherwise serikali tuambie ndani ya jeshi la polisi kuna majeshi mawili. Lakini jeshi la polisi ambao limemkamata mtu Kisutu, limetumia defender ya polisi, watu wana uniform za polisi, umepeleka ununio, umetesa watu, umetupa, alafu watu wamejikongoja, wamepatikana, wewe unaenda wodini ICU. Kuna watu wako ICU na kuna watu wako vyumba vya X-ray. Eti polisi wana makaratasi, wanataka kuchukua maelezo, wawahoji wale kimewatokea nini na kwa nini wameumia, ili kuweje. Hiki kichekesho sio kichekesho. Sasa viongozi waliopo pale Mwananyamala tumewaambiwa wasiwape ushirikiano. Huku ni kuchezeana na kutoana akili. Na sisi tukimaliza hapa, viongozi wote wakuu tutarudi kwa wagonjwa wetu. Kwa sababu huwezi kutuambia wakitukubalia kuna majeshi ya polisi mawili, tuko tayari kutoa maelezo. Sawa sawa? Ili tuambiwe jeshi la IGP Wambura ndio liliwatupa hao ununio, au jeshi la IGP Wambura ndio linawahoji, liliwatupa hao ununio jeshi la polisi lingine. Tutakuwa tuko tayari tukijua kuna majeshi mawili. Yaani wao tu watuambie, mtusamee, tulisahau kuambia nchi tuna polisi mbili. Kuna ya fulani na ya fulani. Sasa ili wapiga na kuwatupa ununio wale ni ya fulani. Sisi ni polisi wema, watu wahoji, tuwatafuta wale watupa ununio, tuwashtaki. Tutakuwa tuko tayari kutoa maelezo. Lakini kwa nchi hii ambayo tunajua jeshi la polisi moja likutupa ununio, baadaye likufuata hospitali likuuliza kimekutokea nini, kuchukua maelezo kana kwamba likawatafuta wale kutupa ununio, kwetu tunaona ni mzaa na kuchezea haki za watu vile vile. Sasa nihitimishe tu kwa kusema kama nilivyosema, hii ni taarifa ya awali. Watu kama wakina Nestori, wakina Ali Omari, tutaendelea kuwapokea hapa, na wanaopatikana wote huko, wananchi wakiwapata. Ukimpata kijana wa Chadema amepigwa, ametupwa, kuna namba za makao makuu, tupigieni simu. Kuna namba za viongozi, watafuteni, na wakipatikana waleteni makao makuu au wakimbizeni hospitali. Sisi tutawafuata walipo kwenda kuwatibia, kuwahudumia na kuwaunganisha na wenzao. Na tukimaliza wakipata ahueni, tutawaleta, tuwapangia viti mbele ya TV. Mtamsikia mmoja mmoja akiongea namna kilichomtokea nini, na baadaye chama kitatoa mwelekeo mbele tunaelekea katika njia gani. Pause. Kwa hiyo kuhusu pia mawakili, tumeona leo tusiingie jambo la mawakili. Kipindi haya yote yanaendelea, mawakili bado walikuwa mahakamani, na tunaambiwa muda mfupi uliopita ndio wamemaliza briefing. Kwa hiyo na mawakili wengine washaongea kule Kisutu, na kama hawajaongea, chama kitaweka utaratibu namna gani mawakili kesho kujitokeza na kueleza kesi inaendaje. Lakini vile vile mwenyekiti wetu, kwa sisi ambao asubuhi tulikuwa tuko sehemu tuna coordinate, mwenyekiti wetu yuko imara, na ndio maana amesema yeye hana haraka kuliko kesi iendeshwe uchochoroni. Yuko tayari asije mahakamani hata miaka 20. Mpaka pale wenyewe watakapoamua kesi yake endeshwe kwa uwazi na watu wote waruhusiwe kuisikiliza. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki.